Usiringie mtu kwa sababu ya ndoa. Kuna wengine wanapitia mazito ambazo ni historia, wakikuelezea unaweza zimia leo. Haleluya. Unaweza kuona mama anaishi single, ukamdharau kwamba huyu ni malaya, ni mama sijui namna gani. Hujui kile alipitia kwa hiyo ndoa, hujui ni nini kimemtoa kwa hiyo ndoa, hujui ni nini yuko single. Kuna vitu amepitia hapo ndani ambavyo angekuelezea hata ungeamini, lakini uko rahisi kuhukumu. Wamama nyinyi siku hizi mmekuwa mnakimbia tu ndoa zenu, nyinyi ni makahaba, malaya nyinyi. Wapendwa, usitukane mtu namna hiyo, wala usihukumu mtu namna hiyo kama hujajua ni historia gani amepitia. Kuna watu wamepitia mambo mazito, wameponyoka hata kifo. Mwanaume amemwagiwa maji ya moto akachomeka kuanzia kifua mwacha niwachie hapa, kifua mpaka hapa. Huko sitafikisha maji, weka maji ya baridi hapa. Haleluya. Amechomeka mpaka hapa. Haleluya. Amina. Amepitia mambo mazito. Ameotewa tu. Mke wake amesikia huyu anapangwa kando, akapewa chakula akala, akalala. Vile usingizi unamshika, kumbe mama anachemsha maji ya moto akamwaga kutoka huko mpaka huko. Ndoa mtu yuko kando na kando, unaanza kumwambia nyinyi ni wajinga, hamjui kulinda ndoa. Na sisi tuko kwa ndoa na tumeilinda. Wapendwa, usiseme kitu kama hicho. Hujui huyo mtu anapitia nini hapo ndani. Hujui aliachana na huyo mwenzake kwa sababu gani. Wengine wameponyoka kudungwa kisu. Kisu hata kilitupwa kikadunga mlango badala ya yeye akaponyoka tu kukimbia ili aokoe maisha yake. Wewe unakutana naye unamdharau, huyu mama anaishi peke yake, au mama anaoishi peke yao mimi siwapendi, ni malaya, ni wasemi. Hapana, usihukumu mtu kabla hujajua amepitia nini hapo ndani. Haleluya. Akikueleza unaweza shangaa. Kama ndoa yako ni nzuri, my friend, usidharau ndoa za wengine. Kuna watu wamepitia mambo mazito, wamejaribu hata huko kuvumilia unakosema imeshindika. Haleluya. Si mwanamke si mwanamume, wamejaribu kutengeneza. Mama anafanya bidii kabisa, anatafuta pesa, anamwambia mume wake, niko na hii 50,000, nataka tufanyie jambo mume wangu, tumeaibika sana. Ama hii 100,000 nataka tufanyie kitu ili na sisi tupige hatua. Mwanaume anachukua anasema sawa mke wangu, sawa. Anaondoka na hiyo pesa. Stage ya kwanza ni baa mpaka kesho asubuhi. Akirudi anarudi namna hii na chupa 2 mkononi. Laki imeenda bure. Kwa unafikiria huyo mama anasikiaje? Amejikaza na hiyo pesa, akasema na mheshimu mume wangu, acha nimpe. Na vile wanawake tunavyoambiwa katika Biblia, tii na kuheshimu mume wako. Unampa 1,00,000 ama 500,000, chukua hii mume wangu, tufanyie jambo. Jamaa anaanza kupiga kona tu, hakwambii kitu, kona. Kama ni mlevi anarudi mlevi, kama ni msharati anaoa ama anaolewa huko, anakaa huko. Mama anasikia uchungu mpaka anasema mimi wacha afadhali nitafute mahali nitulie. Haleluya. Amina. Niweze kuangalia maisha yako, mambo kama hayo. Haleluya. Amen. Wanawake wanapitishwa kwa mambo mazito, wanaume nao wanapitishwa kwa mambo mazito. Ukiona mtu ndoa yake haijasimama, tafadhali usimdharau na kujisifia kwamba mimi nina akili nyingi, nimelinda ndoa yangu. Anayelinda ndoa ni Kristo. Yako iko imara kwa neema tu. Haleluya. Haleluya. Hapa nje kuna watu wana madharau sana. Wakiona mwanamke labda pengine ana shida na mtu wake, washaanza huyu mwanamke hafai. Wakiona mwanamume labda ana shida na ndoa yake, huyu mwanaume hafai. Sisi tuliookoka, tafadhali tafuta kusikiza huyo mtu ana nini. Hakuna mtu anayependa kuharibu ndoa yake, wala hakuna mwanamke au mwanamume anayependa kuivunja ndoa yake. Haleluya. Bali ukweli ni kwamba kila mmoja huwa anajitahidi ili kuweza kusimamisha maisha yake ya ndoa. Haleluya. Kitabu cha Esther 2, pengine hata nitasoma vitabu viwili tu. Esther 2 mstari wa 9, lakini wakati nitakapokuwa ninazungumza nitaeleza na vitabu vingine na vingine, lakini msingi wangu ni kitabu cha Esther 2. Leo nazungumzia family life. Ndoa ni tamu.
Ndoa ni tamu hasa ukiwa na hekima. Ndoa inaweza badilisha maisha yako ukiwa na hekima. Haleluya. Amina. Haleluya. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema asante. Nasema hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni mwanzo tena mwisho, ewe Mungu wangu. Tengeneza chombo upendacho, maana mimi ni udongo, nawe mfinyanzi. Tengeneza chombo upendacho, maana mimi ni udongo, nawe mfinyanzi. Tengeneza ya Yesu mpendwa. Maana mimi ni udongo, nawe mfinyanzi. Tengeneza tafadhali usisome, tulia tu. Haleluya. Kitabu hicho nimekiweka kama msingi. Kwa sababu gani? Sitaki kisomwe nikazungumzia mambo mengi katika kitabu chote cha Esta. Kwa hiyo hili ndio msingi wangu. Ndoa inaweza kubadilisha maisha yako na maisha ya familia yako na maisha ya familia yenu. Esta ambaye kwa jina lingine anaitwa Hadasa. Esta alikuwa amelelewa na mjomba wake ambaye anaitwa Mordekai. Yamkini Biblia haikueleza kwa undani na kwa hususan kama wazazi wake walikuwa hai au la, lakini malezi yake alilelewa na mjomba wake. Maana ya Esta ni Hadasa,
kwa jina lao la Kiebrania. Haleluya, amina. Msichana huyu aliingia katika mashindano ya kupatikana kwa malkia. Esta akaingia katika mashindano yale, akapata ushindi kwa kuangusha warembo wengine wengi sana. Esta huyu mjomba wake Mordekai yamkini hakuwa mtu tajiri, bali alikuwa ni mtu wa wastani anayeweza kula na kuvaa. Katika mashindano yale, Esta huenda hata labda hakuwa na mafuta ya kujipaka, alijipaka labda samli ama alijipaka kimbo aende kwa mashindano, maana maisha ndiyo hayo. Si sawa? Lakini kwa neema ya Mungu na uwezo wa Kristo, Esta akapendeza machoni kwa mfalme baada ya kuandaliwa na waliokuwa wanawaandaa kwa yale mashindano. Kwa mabinti wote wazuri waliokuwa ndani ya nchi hiyo, akiwa mfalme ni Ahasuero, Esta akaibuka na ushindi wa kuangusha wote kwa neema ya Baba yetu aliye mbinguni. Esta akapata ushindi. Inaweza kuwa ni yatima, kama vile tunavyosoma katika Biblia, hakuwa na wazazi, japo hatukuelezwa walienda wapi. Mjomba wake ambaye ni Mordekai akasimama na Esta kwa ushauri na kwa njia zote, mpaka mfalme akampenda Esta. Esta akapata kibali, akaingia ndani ya himaya ya mfalme Ahasuero ndani ya nchi hiyo. Wapendwa, Esta aliingia katika umalikia wakati mbaya, wakati ambapo Israeli walikuwa wanapitia changamoto ya kutaka kuuawa. Ndipo Esta anapata kuwa malkia. Yamkini wangetambua kabila lake kwamba ni Myahudi, hangekubaliwa hata kuingia kwa mashindano, lakini alificha asilia yake, akaingia katika mashindano bila kutambuliwa origin yake ama asilia yake anatoka wapi. Na aliposhinda kuwa malkia, alipopata ile ndoa na mfalme Ahasuero, ilikuwa ni kuokoa maisha yake mwenyewe kama Myahudi na kuokoa maisha ya wana wa Israeli. Wapendwa, ndoa inaweza kuokoa wewe na maisha yako na jamii yako. Kwa ndoa ambayo Esta aliingia na Ahasuero, wana wa Israeli kupata afueni ya kutokuuawa. Maana ilikuwa Israeli wote waraka uandikwe waangamizwe wote, lakini kwa sababu ya ndoa, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ndoa, Esta anajiokoa mwenyewe na anaokoa na wana wa Israeli. Haleluya, amina. Kama yule mwizi mjeuri pale msalabani, kuna mwizi mjeuri anamwambia Yesu, jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Esta aliokoa wana wa Israeli kwa neema ya Kristo, kwa sababu ya ndoa tu. Hata wewe uliyekaa hapa, ndoa inaweza kuokoa wewe na familia yako yote. Haleluya, amina. Kuna wakati unaoa msichana anayekupenda na Mungu anabariki ndoa yenu, anabariki biashara zenu. Wakati unaolewa na mume anayekupenda, mnashikana pamoja, mnaanza biashara, mambo inakuwa sawa. Ndugu zako wale ambao hawajasoma watafundishwa na huyu mume wako kwa sababu ya ndoa. Wajomba zako ambao wana kazi watapata kazi kwa sababu umeolewa mahali. Ndoa inaokoa maisha, wapendwa. Tusidharau ndoa kwamba ni kitu cha mume na mke peke yake. Ndoa inaweza kuokoa familia nzima. Haleluya. Baba yako hajawahi kulala kwa nyumba nzuri, ndoa itafanya ajengewe nyumba. Umeolewa na mtu aliye na uwezo, anasema nataka kujengea babako na mamako, niwawekee swimming pool juu ya dari. Ndoa. Baba aanze kuoga juu ya dari mambo ambayo hakuwa nayo. Ndoa hiyo. Haleluya. Kwenu kulikuwa kusimami gari, utasimama Range Rover kwa sababu ya ndoa. Haleluya. Haleluya.
Kama umezaa msichana inua mkono. Haleluya. Kama umezaa msichana inua mkono. Kama umezaa kijana pia inua mkono. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wamezaa gari hazijasimama milangoni kwao. Lakini kwa sababu ya kuoa msichana aliye na akili, kwa sababu ya kuolewa na mume aliye na bidii, wanakuja kuangalia na Range Rover. Wanaingia wanaita yellow rice. Yellow wanasemaje? Mjigunia la mchele kuna vile wanaviliita. Wanaita yellow rice hiyo hujawahi kula hiyo. Haleluya. Range Rover imefika mlangoni na iko na hiyo yellow rice hapo ndani. Iko hapo nyuma kwenye miti. Haleluya. Gari nasimamisha hiyo rice na yellow rice hiyo. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Ndoa. Wapendwa, ndoa inabadilisha maisha wewe. Inaweza ulikuwa mama mjeuri, mama usiyesikia, ndoa ikakubadilisha. Ukishazaa mtoto wa kwanza wa pili, ndoa inakunyoosha. Haleluya. Inaweza ulikuwa mzee mpumbavu kama Nabali, ndoa inakunyoosha. Haleluya. Unanyoka. Ndoa inaweza kubadilisha maisha yako wewe mwenyewe na maisha ya familia yako. Unaolewa mahali Elena, unapelekwa college na unaingia university, unakuwa vice chancellor, unakuwa anaitwa Saint Philemona Mwilu mara moja. Elena ni serious sasa. Unakuwa Philemona Mwilu yule ajaji mkuu mdogo. Kila maisha inabadilika. Kwa sababu gani? Umeolewa mahali ama umeoa mahali. Kuna kijana alikuwa ni mpumbavu tu na ana kazi kidogo, lakini hana akili ya maisha. Akioa msichana aliye na akili ya maisha, ananyoshwa. Anaambiwa njia ni hii, na mambo inakuwa sawa. Haleluya. Amen. Nimekwambia ndoa inaweza kufanya baba yako akanunuliwa pikipiki, baba yako akanunuliwa gari, baba yako akaandikiwa maziwa mahali kwa ng'ombe, kwa sababu ya ndoa tu alizaa msichana. Haleluya. Amina. Ndoa inabadilisha wapendwa, msifanye mchezo. Ndoa ikiwa imenoga vizuri, inafaidisha hata wanafamilia. Esther alipoingia katika ndoa na Ahasuero, maisha yake yalibadilika. Na maisha ya wana wa Israeli waliokuwa wanaenda kuuawa ikabadilika. Haleluya. Hata Mordekai mwenyewe alipitia mapito, mwisho maisha yake yakabadilika, akachukua mahali pa Hamani aliyekuwa anamkanyagia. Mordekai angepata hicho cheo kama Esther angekuwa hajaolewa pale na Ahasuero. Huyo mjomba Mordekai alipata hicho cheo cha Hamani kwa sababu ya ndoa ya Esther na Ahasuero.